Usiwahi kuomba utajiri kama hujui siri zake, kwa sababu pesa nyingine haziji kwa jasho, lakini zinakuja na masharti magumu. Na masharti mengine, ukikubali tu, maisha yako hayabaki yako tena. Hii ni simulizi ya kijana mmoja maskini. Alikuwa anaishi chumba kimoja cha kupanga, paa linavuja, godoro lake jembamba aliliweka chini. Alikuwa anaamka asubuhi mapema, akitafuta vibarua, leo kubeba mizigo, kesho kufagia, kesho kutwa hakuna kazi kabisa. Kila siku alijiambia, siku moja nitakuwa tajiri. Tatizo halikuwa ndoto, tatizo lilikuwa haraka. Alikuwa na haraka sana ya maisha. Siku moja jioni, akiwa amekata tamaa, alikutana na mzee mmoja. Walikaa pamoja kwa muda mrefu, wakifanya mazungumzo ya hapa na pale. Baadaye, baada ya kuhamia kwenye stori za pesa, mzee aliuzia, unataka pesa? Kijana akacheka kwa uchungu. Ni nani hataki pesa mzee? Mzee akasema, naweza kukupa utajiri wa ghafla, lakini kuna sharti. Kijana akashtuka, lakini akahisi kama utani. Mzee akamwangalia moja kwa moja machoni. Na hautakiwi kulala na mwanamke yeyote maishani mwako. Nafasi hiyo itakuwa ya nyoka. Kijana alicheka kwa dharau. Huyo hataonekana. Watu hawatamuona. Wewe tu ndio utamuona na kumhisi. Kijana alinyamaza kidogo. Alifikiria njaa yake, kodi za nyumba, aibu ya kuomba pesa. Naweza, akasema kwa ujasiri wa tamaa. Na hapo ndipo maisha yake yalibadilika. Ndani ya wiki moja, akaanza kuona miujiza. Biashara zikaanza kumfungukia. Akaingia mikataba mikubwa. Akanunua gari la kifahari. Akahamia nyumba ya kisasa. Watu wakaanza kumheshimu. Wale waliomcheka wakaanza kumuita boss. Lakini usiku wa kwanza kwenye nyumba yake mpya, alisikia sauti ya kitu kikitambaa sakafuni. Alimuona nyoka mkubwa. Kuanzia siku hiyo, kila alipolala, nyoka alijiviringisha pembeni yake kitandani. Baridi ya magamba yake ilimgusa ngozi, lakini alitakiwa kuvumilia. Harufu yake haikuwa ya kawaida, lakini alijikaza. Asubuhi alipoamka, nyoka alitoweka. Machoni pa wengine nyoka hakuonekana, lakini kwake alikuwepo. Alikuwa anaingia kwenye gari naye. Alikuwa anakaa kwenye siti ya nyuma, kichwa chake kikitazama mbele. Watu walimwona anaishi peke yake. Lakini yeye hakuwa peke yake. Miezi ilisonga, utajiri wake ukaongezeka, lakini amani yake ikapungua. Hakuweza kuwa karibu na mwanamke yeyote. Kila mwanamke aliyemkaribia, usiku nyoka alikuwa mkali zaidi. Wakati mwingine alitoa mlio wa kumwonya. Alikumbuka sharti alilopewa. Nafasi hiyo imechukuliwa. Upweke ukaanza kumtesa. Marafiki walikuwa wa pesa tu. Mapenzi hakuyajua tena. Alikuwa na kila kitu isipokuwa uhuru. Siku moja alichoka. Alijisemea, hii ni akili yangu tu, hakuna kitakachotokea. Akaamua kumkaribisha mwanamke nyumbani kwake. Usiku huo, kabla hata hajafanya chochote, taa zikazimika. Baridi kali ikaingia chumbani. Akahisi kitu kizito kikimzunguka mwilini. Ni nyoka alikuwa ameshafika. Sauti ilisikika masikioni mwake, ikuwa sauti ya kawaida, bali ndani ya kichwa chake. Ulisahau makubaliano? Lakini hakuna aliyesikia, hata yule mwanamke hakusikia chochote. Alimuona tu mtu akiweweseka bila kujua anaongea na nani. Kuanzia siku hiyo, mambo yakaanza kubadilika. Biashara zikaanza kuyumba. Wateja wakapotea. Pesa zikaanza kupungua kama maji kwenye mchanga. Alirudi kwa yule mzee kumtafuta. Hakumpata tena, ni kama hakuwahi kuwepo. Nyoka akawa mzito zaidi. Sasa hakuwa tu kitandani, alikuwa kila mahali. Alimfuata hadi bafuni. Alimkazia macho kila alipolia kwa majuto. Ndani ya miezi michache, mali zikauzwa kufidia madeni, magari yakaondoka. Na nyoka akazidisha mateso na vitisho. Mwisho akaamua kuikumbia nyumba, akaondoka.
Alibaki peke yake, akiwa maskini kuliko alivyokuwa mwanzo, kwa sababu sasa alikuwa amepoteza hata amani yake mwenyewe. Masharti yalimshinda, mwisho akaukimbia utajiri aliomba.